Sikia, Bwana asifiwe sana. Ni wasaa mzuri sana tunapokwenda kupitia katika mafundisho ya Biblia. Kama unatufuatilia ni mara ya kwanza siku hii ya leo, ingia katika akaunti yetu, subscribe, bonyeza alama ya kengele, kisha share video hii kwa ndugu jamaa na rafiki, ili wakapate badiliko hili halisi katika maisha ya kiroho. Moja kwa moja tutakwenda kuendelea katika mtiririko wetu ule tunaoendelea nao tangu siku ya kwanza ya wiki hii. Tunaendelea na semina hii katika wito, tukigusia sana eneo la wito na maombi. Lakini kama jana tumehitimisha katika kizuizi kikuu na namna ya kushinda kizuizi kikuu katika wito, lakini siku hii ya leo tunakwenda kuzisoma hatua 5 za ushindi kuelekea wito. Hatua 5 kuelekea wito. Hatua tano za ushindi kuelekea wito. Hatua 5 za ushindi kuelekea wito, au unaweza ukaandika hatua 5 kuelekea wito wenye ushindi, au hatua 5 za kuelekea wito wenye ushindi. Bwana asifiwe sana. Basi ziko hatua 5 ambazo ndizo ambazo mtu aliyeitwa, mtu aliyepewa jukumu la kulitekeleza na Mungu anatakiwa azifuate, na akizifuata hatua hizo, hakika anakwenda kukamilishwa katika wito wake. Hakika anakwenda kusimama kikamilifu katika eneo lake aliloitiwa. Hatua hizo 5 kuelekea wito, kuelekea ushindi kiwito. Hatua 5 kuelekea wito, ushindi kiwito. Hatua hizo nitakwenda kuziorodhesha, lakini kabla hatujaendelea, kama unatufuatilia mara ya kwanza, jitahidi usubscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kupata notification za ibada zetu zinapozidi kuendelea siku hadi siku. Na siku ya jana tumetuma video nyingi mtandaoni, lakini pia unapoendelea kuangalia video hii unaweza comment na ukashare video hii kwa ndugu jamaa na rafiki. Utakapo subscribe, video zetu zitakuwa za kwanza kukufikia popote utakapoingia katika mitandao yetu ya kijamii. Basi nitashukuru kwa ajili ya maneno ya Mungu matakatifu yaliyo mbele yetu. Asante mtakatifu mwaminifu kwa ajili ya neno lako lililo mbele yetu, likatujenge na kutuokoa dhidi ya dunia iliyochoka na kutuchakaa. Katika damu na jina lako Yesu, lifanye kuwa ngazi katika maisha yetu, lifanye kuwa ngazi katika ukuu uliotuandalia kwa maisha yetu. Tuinue kupitia neno lako, tuinue kupitia neno lako. Muinue kaka huyu kupitia neno lako, muinue kijana huyu kupitia neno lako, muinue binti huyu kupitia neno lako, muinue mama huyu kupitia neno lako. Na libariki na kutukuza neno lako, na kibariki kipindi hiki sana wakati huu, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe sana. Wengi tumekuwa na hatua ambazo tunaelekea katika kutafuta ushindi kiwito, lakini tumeshindwa kuzitambua hatua hizo kwa mtiririko unaoeleweka. Wengi tumekuwa na commitment katika kutambua ushindi kiwito, lakini ushindi huu tumeshindwa kuutafuta kwa ukamilifu ule tulioaminiwa na Mungu. Sikiliza, unapoaminiwa kuwa mwalimu, ziko hatua ambazo unatakiwa uzifuate. Ziko hatua ambazo unatakiwa uzifuate kupata ushindi wako kiwito. Hatua hizo ni hatua 5 muhimu kuelekea ushindi kiwito. Hatua 5 muhimu kuelekea ushindi wa kiwito. Basi nitakwenda katika hatua ya kwanza moja kwa moja. Hatua hizo nimeziorodhesha katika hali ya kawaida, kuzionyesha kwamba inatoka hatua hii, inafuata hatua hii, inafuata hatua hii, inakamilishwa hatua ya 5. Lakini nitakwenda kuisoma hatua moja baada ya hatua nyingine. Tutasoma Biblia, lakini sio sana katika siku hii ya leo, kwa sababu vifungu vipo vingi vinavyojirudia. Kuhusu vifungu ambavyo vipo mbele yetu, tutakuwa tunapeana na tutakwenda kuvisoma. Basi hatua ya kwanza kabisa ni hatua ya neno. Unaposikia neno ni nini? Ni ujumbe unaokuja juu yako. Neno ni ujumbe unaokuja juu yako, unakuja kwa ajili ya kueleza, unakuja kwa ajili ya kukuelekeza, unakuja kwa ajili ya kukupa assignment ambayo imekaa vizuri, ambayo imekamilika katika maelekezo. Neno hilo tunapolisoma katika kitabu cha Yohana, hapo Yohana sura ya 1 mstari wa 1, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo neno hakitafanyika chochote kwenye huduma yako. Pasipo neno hakitafanyika chochote kwenye wito wako. Pasipo neno hauwezi kuelekea ushindi katika wito wako. Hauwezi ukauelekea ushindi katika wito wako. Unapoelekezwa,
unapoitwa katika sehemu yoyote, kitu cha kwanza utakachoambiwa, kitu cha kwanza utakachokisikia ni neno. Lakini neno hilo inategemea wewe umeliandaa neno hilo likakujenge kwa namna gani. Inategemea wewe umeandaa neno hilo ukaliishi kwa namna gani katika wito ulionao. Linapokuja neno linalokuagiza kutenda jambo fulani, linapokuja neno la maagizo kuhusu kutenda jambo fulani, neno hilo ni asili, ni msingi, ni njia ya mwanzoni kabisa kuelekea wito ulionao, ni njia ya mwanzoni kabisa kuelekea hatima kubwa ulionao, ni njia ya mwanzoni kabisa kukamilisha katika dhumuni na kuaminiwa ulikoaminiwa na Mungu. Unapoaminiwa, neno linakuja kabla ya vyote, na neno ni hatua ya kwanza kabisa unapokwenda kupitia hatua zote 5. Neno ni hatua ya kwanza kabisa unapoaminiwa na Mungu, ndipo neno linakuja. Liko neno linakuja, neno hilo likija ndipo linazaa vitu vinavyoendelea mbele. Neno hilo likija ndipo linazaa mambo yanaendelea katika mtiririko huo unaoendelea hapa mbele. Lakini neno hilo ndio msingi. Tunaposoma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza na mstari wa kwanza na wa pili, pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika katika uumbaji. Hapo mwanzo hakikufanyika chochote. Sikiliza, chochote hakikufanyika pasipo neno. Unapotaka ufanye vitu kwa akili yako bila neno, unakwenda kuanguka na anguko lako litakuwa ni kubwa. Unapotaka uvikwee vitu vikubwa bila neno, utapata anguko kubwa, kwa sababu hakuna neno lililokuelekeza, hakuna neno lililokufundisha, hakuna neno guide kuelekeza kwamba ukafanye hivi na hivi na hivi, hapa usifanye, hapa usifanye, ukaguse hapa, ukaguse hapa, hapa usiende, hapa usiende. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, waliongozwa na neno la Mungu, waliongozwa na maarifa ambayo yalikuwa yanapewa na Roho Mtakatifu, ambayo Roho Mtakatifu akikanda neno linapokuja, Roho Mtakatifu anapokuwa analitafsiri neno lako, anakupa maarifa zaidi. Tutaangalia huko mbele, anakupa knowledge. Na kwenda katika pointi ya pili. Nisiendelee sana hapo, maana naona kama naenda kugusa pointi zinazofuata. Moja kwa moja, hatua ya kwanza tumesema neno, ambayo ni msingi. Msingi katika wito, msingi katika kila neno unaloaminiwa, katika kila kazi unayotumwa, katika kila kuaminiwa, katika kila talanta ulionayo. Neno ndilo linalokuagiza, fanya hiki, fanya hiki. Mchukue huyu, usimchukue huyu. Nenda na huyu, usiende na huyu. Baki hapa, usiende pale. Neno hilo. Lakini neno hilo linatuzalia kitu kimoja kikubwa sana, ambacho kitu hicho kinaitwa maarifa. Neno linazaa kitu kimoja kikubwa sana katika ulimwengu wa roho, ambalo neno hilo linazaa maarifa. Sikiliza, hakuna neno ambalo linakuja kwenye maisha yako ambalo halitakuwa lina impact katika ulimwengu wa roho na kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hakuna neno ambalo linakuja kwenye maisha yako ambalo limeandaliwa maisha yako yawe ya kawaida bila ukamilifu wa neno. Bila ukamilifu wa neno haupati maarifa. Lakini maarifa yanapokuja kwako, ndipo yanakujenga zaidi kuelewa kiundani katika hilo neno uliloambiwa, kuelewa kiundani katika hiyo sehemu ulioaminiwa. Bwana asifiwe sana. Katika kipengele cha neno tutasoma ni vitabu vingi, lakini nitachagua vitabu vichache tuvisome. Tutasoma katika kipengele cha maarifa, tutasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa Warumi sura ya 10 na mstari wa pili. Kwa hiyo unashuhudia, yes, mstari wa pili. Kwa hiyo kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Unaposoma katika kitabu kingine wanasema neno la Mungu, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini unapoangalia maarifa hayo yanakuja baada ya neno. Lakini hapa mtumishi wa Mungu, Biblia imeandika kwa maana wanajitihada, wanajitihada kwa ajili ya Mungu, lakini sio kuyatafuta maarifa ya Mungu. Wanajitihada kuomba, lakini sio kuyatafuta maarifa ya kuomba. Wanajitihada kuimba, lakini sio kuyatafuta maarifa ya kuimba. Wanajitihada sana katika kalamu walizonazo, lakini sio kutafuta maarifa juu ya kalama hizo. Sikiliza ndugu yangu, bila maarifa hauwezi ukatenda jambo lolote kwa ukamilifu ule ulioitiwa. Bila maarifa utatenda mambo yote chini ya kiwango ambapo ni dhambi. Kutenda jambo lolote chini ya kiwango ni dhambi, ambayo inawatafuna Wakristo wengi katika ulimwengu huu wa saizi. Inawatafuna wa ulimwengu wengi, watakatifu wa Mungu wengi waliopo makanisani wanatenda mambo chini ya kiwango. Haya, hiyo ilikuwa ni pointi ya pili, maarifa. Tunakwenda kuangalia katika pointi namba 3, ambayo neno linazaa maarifa, lakini maarifa
yanazaa kitu kikubwa zaidi katika ulimwengu wa roho. Kitu hicho kikubwa zaidi katika ulimwengu wa roho kinaitwa imani. Utakapopata maarifa, maarifa yatazaa imani. Maarifa yakizaa imani, ndipo utakapomwona mtu anaiona kesho kabla ya leo, anaiona mwakani kabla ya saizi, anajiona miaka 5 kabla ya miaka 3. Sijui unanielewa? Yani utakapopata imani, utaacha kusitasita katika maamuzi ambayo unayachukua. Utaacha kuchanganywa na hao ambao wanakushauri ambao unakurudisha nyuma. Utakapopata imani, utakuwa straight. Hakuna kuyumbishwa na kauli za kukatishwa tamaa. Hakuna kuyumbishwa na kauli za kwamba hauwezi. Imani inakujenga katika ushindi, inakujenga katika uimara, inakujenga katika ukamilifu. Imani hiyo ikija ndani yako, imani hiyo ikijaa ndani yako, utakuwa ni mtu sio wa kawaida. Utakuwa ni mtu wa viwango vya juu kwenye kutabiri, utakuwa ni mtu wa viwango vya juu kwenye kuona, utakuwa ni mtu wa viwango vya juu kwenye ushauri, imani itakapojaa ndani yako. Sikiliza, imani haiji kawaida, inakuja baada ya maarifa kujaa. Yakijaa maarifa, yale maarifa yanajenerate imani. Utakapofundishwa darasani, utakapoeleweshwa na mwalimu, haitoshi kuelewa, lakini ile imani uliyoipokea kutoka mafundisho uliyofundishwa, kutoka kwenye maneno uliyopewa, yanayoongezwa maarifa katika utashi wako. Maarifa yale yanatengeneza imani. Unaamini kwamba hiki na hiki ukiunganisha kinatokea hiki, hata kama hakitatokea hiki ni uongo. Ukiamini moja ni kujumlisha moja ni 2, hakuna namna yote ya kuibadilisha isiyo 2, kwa sababu tayari umeshafundishwa na umeshapata maarifa katika hiyo na umeiamini. Sijui unanielewa ndugu? Sasa unapoangalia kiwango cha imani katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 10, utaongezea katika kipande cha maarifa. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 10, utaongezea kipande cha maarifa. Nitamani tusome lakini nitasoma haraka. Mara hao ndugu wakapelekea Paulo na Sila siku Beroya, na walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Hawa watu walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, na kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Ni kanisa la Waberoya walipoona maneno yamekuja kwa kina Paulo, walipopokea maneno yale, hawakuyaishia kuyaamini kama maneno, wakaingiza katika upande wa maarifa. Lakini walipoingiza katika maarifa, maarifa hayo yanajenga imani, maarifa hayo yanajenga kuamini. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kanisa ambalo lilionekana lina ujitihada sana kutafuta maarifa ya kimungu. Sio kama makanisa wa saizi, tumebaki tunamtumikia Mungu lakini hatuna maarifa na huyo Mungu tunayemtumikia. Hatuna maarifa hata na hivyo vitu ambavyo ametuamini kuvifanya. Hatuna maarifa hata na hizo kalama alizotuamini alizoziweka ndani yetu. Lakini tunapoona moja kwa moja katika maarifa, tunakwenda kujenerate imani kubwa ambayo hautozuiliwa kikawaida ukiwa na imani kubwa. Watu wa Beroya walipokuwa wamefundishwa mafundisho na kina Paulo, wakakaa muda binafsi, wakakaa katika vyumba vyao, wakakaa katika nyumba zao. Ni kabila, ni watu ambao walifundishwa, walisifiwa katika Biblia kwamba ni watu ambao hawakuyapokea tu mafundisho katika madhabahu. Walipata muda wa kuyajenga mafundisho hayo katika miili yao, walipata muda wa kujenga mafundisho hayo katika akili, ili kujenga maarifa, ili kuongeza ufikiri katika hivyo vitu walivyofundishwa. Je, ni yana ukweli? Je, ni yana uhakika? Je, ili ahadi ni ya kweli? Umewahi kuhudumiwa kitu kanisani lakini ukaona hauna mamlaka, hauna nguvu ya kwenda kukifuata kurejea? Ni nguvu anayenyonya shetani. Tamalizia hapo. Ni nguvu ambayo ananyonya shetani. Tamalizia hapo tunapokwenda kuhitimisha. Sasa sitaki nigusie katika nguvu anayotumia shetani kuvizuia vitu hivi. Lakini moja kwa moja tunaendelea katika hii imani inayojengeka ndani yako. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ya mwanadamu kama imani. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ya mwanadamu. Hata katika mafanikio imani inajengwa. Hata katika mafanikio imani ndiyo msingi halisi wa mafanikio. Utakapokosa imani hakuna mafanikio halisi. Utakapokosa imani utakuwa ni mtu wa kusema, wa kupiga kalenda wenzako. Sikiliza, waliokosa imani hawezi akawa na budget ambayo inaeleweka katika timetable yao. Waliokosa imani hawezi akawa na matukio ambayo yamepangilia kwamba mwaka huu nikifanya hivi na hivi nitamalizia hapa. Hawana hivyo vitu kabisa. Wamepokonywa imani, ndiyo maana wanaishi kwa kawaida. Vitu vyao walivyoaminiwa na Mungu
wanavitenda bila imani. Vitu vyao walivyoaminiwa na Mungu wanaenda navyo kwa kawaida bila imani. Wamekosa maarifa. Lakini unapoangalia wamekosa maarifa kwa sababu gani? Wamekosa neno ambalo ndio msingi wa yote. Neno ndio msingi wa vyote. Hivi vitu vitendo vitu tutavisoma hapa siku ya leo. Neno ndio msingi wa hivyo vitu vyote katika ulimwengu wa roho. Lakini sikiliza, imani. Katika kipengele cha imani tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, sura ya 17 mstari wa 12. Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Hawa sasa kanisa la Wabeloya, kanisa ambalo lilisifiwa sana kwenye Biblia kwa ajili ya kutafuta maarifa katika yale mafundisho waliyofundishwa na kina Paulo kwenye madhabahu. Lakini hayo mafundisho waliyofundishwa na kina Paulo wakayatafutia muda binafsi. Huo muda binafsi ukajenga imani. Hiyo imani iliyojengeka katika hawa watu wa Beloya, hiyo imani iliyojengeka katika hawa watu ambao waliamua kumtafuta Mungu muda wao binafsi, waliamua kutafuta mafunuo sahihi muda wao binafsi. Unaona hatari kubwa wanaenda kuisababisha kwa shetani kwa kujengea imani kubwa katika maisha yao. Wanajenga imani kubwa katika maisha yao. Imani hiyo inakwenda kuthibitishwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 12, ambayo imeainishwa kwamba wakaamini, sio wanawake tu, sio wakina baba tu, sio wanaume tu, na sio wachache miongoni mwao, maanake ni wengi. Biblia imemalizia katika mstari wa 12 mwishoni kwamba si wachache, maanake walikuwa ni wengi walioamini kupitia hayo mafundisho walipokwenda kuyarudia. Sisiende sana katika imani, lakini imani ni tutasoma pia katika kitabu cha kitabu cha Waebrania. Naomba hiki tukisome katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa kwanza, ambapo ni neno ambalo limezoeleka sana. Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Sikiliza, sio wazee wa saizi ambao walikuzaa wewe. Ni wazee ambao waliishi kwa kuitii neno la Mungu, ambao waliishi kwa kuyatafuta maarifa ya Biblia, ambao waliishi kwa kutafuta nguvu ya kimungu kuliko maisha yao. Sikiliza, wazee walioainishwa hapa sio wazee wa baba zetu, sio wazee hawa ambao tumewakuta duniani. Hawa wazee wa imani waliofanya vitu kwa imani, waliofanya vitu kwa matokeo. Wachache wamebaki katika ulimwengu wa sasa ambao wanaweza wakafanya vitu kwa imani na vikatokea 100%. Tumepaswa kuwa na imani. Wazee wa imani waliotangulia, kwa imani Ibrahimu akachukua mimba akiwa mzee, kwa imani Henoko alihamishwa bila mauti, kwa imani Sara. Vitu vingi vimeorodheshwa hapa katika Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza na kuendelea. Lakini imani hiyo ilipojengwa katika maisha yao, kuna kitu ilizalisha. Kitu hicho ni matendo. Matendo ni nyenendo na hatua. Unapokuwa umeamini kwamba ninatembea kuelekea mwakani, hiyo na ianza kuichukulia hatua sahihi. Utakapochukua hatua, hayo matendo sasa, kitu hatari sana katika ulimwengu wale. Unapoanza kuchukua matendo, unapoamua kwamba nianze kufunga, unapoamua kwamba nianze kuimba, utakapoanza kuchukua zile hatua technique, utakapoamua kufanya kitu chako ambacho umeitwa na Mungu, zile technique au zile tactic au hatua unazokwenda kuzichukua ni hatua za hatari sana, ambazo zina matokeo yanaumiza sana katika ulimwengu wale, ulimwengu wa giza. Ndio maana unapigwa vita sana katika hivyo vitu. Lakini matendo yanapojaa katika ndani yako, utakapoona umejaribu katika hili, umeanza kutembea katika hivyo vitu vyote, matendo hayo yanakwenda kuzaa kitu kimoja ambacho ni kitu cha mwisho, kitu cha tano katika matendo yakiwa yameongezeka zaidi, yakiwa yamejaa katika umwili wako, yakiwa yamejaa katika majaribio yako ulionayo, uthubutu ulionao, utakwenda kukusababishia upate kitu kikubwa sana ambacho ndicho tunakisoma siku ya leo, ushindi wa kiwito, ambacho kitu hicho ni mafanikio au matokeo. Matokeo hayo ni asili ya neno, maarifa, imani, matendo. Matokeo ni hatua ya mwisho kabisa. Unaweza kaandika hata kwa mishale. Neno linazalisha maarifa yanazalisha imani inazalisha matendo, lakini matendo
ukijumlisha na neno vinakwenda matendo, ukijumlisha hiyo flow yote, vitu vinne vinakwenda kuzalisha kitu kikubwa kabisa cha tano, ambacho ni matokeo. Matokeo hayo ndiyo yanaamua wewe kesho uitwe nani. Matokeo hayo ndio wewe sasa umeshafikia katika huo walimu ulionao. Matokeo hayo ndio wewe umeshaanza kutimiza shauri ulionalo katika wito wako husika. Jitahidi, muda uliobaki si mwingi kwa kukamilisha wito ulionao. Yesu anarudi, muda uliobaki sio mwingi kwa kuanza kuyatii maneno ya Mungu na kuongezeka maarifa na kuwa na imani na kwenda katika matendo na kupata matokeo. Sio muda mwingi uliobaki. Jitahidi, anza leo, anza saizi. Haujui kitu gani kitakupata baada ya dakika 2, haujui kitu gani kitakutokea baada ya dakika 3. Inawezekana unapoisikia sauti hii kesho utaisikia. Inawezekana unapoisikia sauti hii hautarudia tena kuniona. Lakini kama umekusudia badiliko kubwa katika maisha yako, anza leo. Chukua hatua, badilika. Chukua hatua, nenda katika neno. Chukua hatua, neno lako likalijaze maarifa. Chukua hatua, maarifa hayo yakajazwe imani zaidi na zaidi, lakini imani hiyo ikazae matokeo katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi kwa ajili ya maneno yako matakatifu ambao umesema nasi kupitia Biblia yako takatifu. Libarikiwe jina lako kwa kuwa umesema pamoja na huyu mtazamaji wangu anapokwenda kubadilika. Mpe badiliko halisi katika maisha yake. Mpe badiliko la kudumu katika maisha yake. Asianze leo akachoka kesho. Asianze leo akachoka baadaye, bali mpe badiliko la kudumu katika badiliko